Kiendelea na kueleza zita zitukufu za Badri, zita za kwanza katika Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zita kama hizi alionyesha na kumteremshia kwake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam miujiza mbalimbali. Miongoni mwa miujiza iliyopatikana ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ile ambayo asubuhi yake maswahaba watakwenda kupigana, ni kwamba walipata usingizi mkubwa mno, usingizi usiokuwa usingizi wa kawaida. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, idh yughashikumun nuasa amanatan minhu. Kumbukani pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowafinika nyinyi waumini akawapa usingizi, na malengo ya kupewa usingizi ilikuwa ni kupoa amani na utulivu ndani mwa nyoyo. Yaani kawaida watu ikiwa wana hamu ya jambo na hofu zimetawala ndani mwa nyoyo, basi usingizi huruka. Lakini kinyume chake Mwenyezi Mungu aliwapa usingizi. Je, mtu mwenye hamu ya jambo hupata usingizi? Hii ilikuwa ni neema kwa maswahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain, ili wasiwe na hofu, wasiwe na babaiko, kwa sababu nyoyo za binadamu huwa zikizungumza, je, tutawashinda watu wale sisi hali yetu namna hii na hali yao namna ile. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaetea amani ambayo itatawali ndani mwa nyoyo zao. Kisha miujiza mingine, wayunazzilu alaykum minas samai maa liyutahhirakum bihi. Mwenyezi Mungu akaiteremsha na mvua ambayo kwamba si wakati wa mvua kunyesha, si wakati wa kusi, ni wakati wa kiangazi. Mwenyezi Mungu aliiteremsha mvua kwa maswahaba kwa ajili ya kuburudisha ziwiliwili zao na kwa ajili wapate mai ya kunwa na kuweza kuitoharishia mai ya kutawadha na kuogea. Na ardhi yenyewe badala ya kwamba ni ardhi yenye kuruka vumbi, iwe ni ardhi ambayo kwamba imenyeshewa na mvua, isiwa athiri kwa vumbi ambalo kwamba litatokea wakati wakipambana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kitu usingizi, hali ya kuwa ni starehe kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani mwa Qur'ani, waja'alna naumakum subata, hakika tumejalia naumakum, usingizi wenu mnapolala, subata ni raha kwa ziwiliwili zenu. Wakati mwili umechoka kwa kazi za mtana, kwa shughuli za mtana, Mwenyezi Mungu ametuwekea kitu usingizi ili iwe ni raha za kiwiliwili. Na mwenye hofu kama sura tumezonena huwa halali, kama alivyonena wenye kunena Waarabu, al-amnu munimu wal khawfu mushirun. Amani humfanya mtu halale mnono na usingizi apate. Wal khawfu mushiru, na hofu humtia mtu kesha, ukaweza kwa kukesha kwa sababu ya hofu ulionayo. Hatuhisi tutakuwa hatuhisi itakuwa namna gani. Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu atuambia, an-nu'asu fil qitali min Allah wa fi salati min ash-shaytan. Watu ikiwa wako kwenye mawanda ya zita, wataka kupambana na maadui zao, na Mwenyezi Mungu watu hao akawapa usingizi, basi wana usingizi huwa ni usingizi wa kheri, ni usingizi wa baraka. Mwenyezi Mungu ametakuwa neemesha waja kama wale. An-nu'asu fil qitali min Allah wa fi salati min ash-shaytan. Lakini ukiona mtu hulala ndani mwa swala, basi hono si usingizi wa kheri, hono ni usingizi wa shetani. Yani mtu akipiga takbiri yeye huwa hako, kafunga swala imamu akasoma paka wala dhalin, akasoma na sura mida
kupata fahamu Allahu akbar naye Allahu akbar, au imamu akiketi tahiyatu naye hulala, kalala mpaka sikia Allahu akbar, imamu ainuka kwenye raka tatu naye ndio apate fahamu, basi uelewe hono si usingizi wa khairi, hono utokamana na sheitani. Apate usingizi ndani mwa swala, na asiue alifanyalo wala alitendalo, wanaudhu billahi min dhalika, pengine atangukiwe na udhu, hana habari, kwa sababu atokwe na riahi na yeye ulele kwenye usingizi. Lakini maswahaba walipewa usingizi katika zita ni kwa sababu ya kusikitikiwa na kwa sababu wawe na nishati wakati watakapokwenda kwenye mawanda ya zita na kupambana na wale maadui zao. Kwa hivyo kipimo ni hiko. Ukiona mko kwenye jambo la jihadi, jambo la khairi, Mwenyezi Mungu akawapa usingizi, ni neema. Lakini mkiona mmepata usingizi ndani mwa swala, ni shetani afanya kazi yake. Na katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Mtume alipokuwa kwenye ile arish, kibanda ambapo kwamba amejengewa yule mlima uko pamoja na Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, Mtume alipata usingizi pia na yeye akalala. Na alipoinuka Mtume akainuka una furaha, una tabasamu, na akamwambia Sayyidina Abu Bakar, abshir ya Aba Bakar ataka nasrullahi, tukua bishara ewe Sayyidina Abu Bakar, Mwenyezi Mungu ashatuetea nusra yake. Hadha Jibril, huyu ndiye Jibrili, nimemwona ameshika kamba za farasi wake, yakuduhu ala sanayahu naqi, namuona Jibrili enda mbio, na Jibrili ameniilia, amepiga na kiemba, na huku ameshika kamba za farasi wake, ataka kupambana na Makureshi na kuingia katika kundi la askari wetu wenye kututetea. Zote hizi ilikuwa ni bishara za mwanzo kabla ya kuingia kwenye mawanda ya zita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioetewa pamoja na maswahaba wake bishara ya kupata usingizi mzuri, bishara ya kuteremshwa mvua, ziwiliwili ziburudike na hayawani na ardhi, na bishara ya kumuona Jibril kwamba ameteremka kutoka mbinguni kwa minajili ya kwenda kupambana na wale makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia kwenye kazi ya kuweza kupanga safu za maswahaba, wanajeshi wake, kwa sababu si haina maana kwamba Uislamu ni watu wapigane tu kiholela. Uislamu ni dini ya nidhamu. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Mwenyezi Mungu apenda wale wenye kupigana kwenye ndia yake wawe ni watu ambao kwamba wamejipanga kisawa sawa. Ni kama mfano wa jengo ambalo kwamba limeambatanishwa jiwe na jiwe, jiwe na simiti. Sio watu wapigane wawe mbange, hawaelewani, hawafahamiani, hayulikani watakwenda wapi wala watarudi wapi, wala watawaringiza maadui zao kwa ndia gani wala kwa upande gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri yake ya kijeshi na akawaambia maswahaba, wakati wakikurubia maadui basi waatilieni zembe. Wakati maadui wametoka watokako yao, basi waatilieni zembe. Na huu ni ubingwa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alompa, ambao kwamba Waarabu na jamii wote waliokuweko zama kama hizo bilikuwa hawana ujuzi wa zita sampuli kama hini. Amri ya pili, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, msishopoe panga zenu mpaka muone wamewafinika, yani wamekuwa karibu wako kutangamana na nyinyi, hapo shopoani panga zenu. Wakati upanga utakapotumika ni wakati wamekuya karibu na sisi na wameanza kutungia. Wakati wa kuwarushia zembe ni wakati wakikurubia wako karibu na sisi, ndio tutaatilia zembe. Mtume amri ya tatu akamwambia, na mnapoatilia zembe msiatilie mfululizo mpaka mkamaliza, wakisha kuhakikisha maadui hamuna tena silaha watakuwa kuwavamia. Kwa hivyo rushani zembe na mafumo yenu kwa uangalifu. Panapohitajika rushani mwalenge,
lakini mkiona wamekoma, wamekuwa mbali, hawajitokezi, bakishani, kwa sababu mambo yaendelea na zita bado haziyakoma. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapanga maswahaba namna ya kuwekelea katika ule uwanda wa zita. Mtume akawaambia kwamba msiekelee nyuso zenu upande wa mashariki, msiekelee nyuso zenu upande wa mashariki, kwa sababu jua litawapiga kwenye nyuso zenu na mato yenu, na mtakuwa hamuna raha ya kuweza jua likupiga na mato na huku adui uyao, itawatia tahfishani. Kwa hivyo ekeleani upande wa maghrib, jua lipeni maungo. Mkiwa upande wa maghrib, sehemu ya jua kutwa, itakuwa hamuna wasiwasi, jua itakuwa la wapiga na kishogo. Lakini mkiangalia upande wa maghrib, itakuwa jua la wapiga kwenye nyuso zenu na mato zenu, zitawaathiri na mtaweza kuumia wakati kama hono. Hii ndio ilikuwa baadhi ya mipango ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioipanga. Mtume akaanza kuzipanga swafu za maswahaba, na Mtume ndiye mtu wa kwanza kuzua mpango wa watu kupanga swafu wakati wa zita. Akaweka watu wenye kushika swafu ya kwanza, ambao kwamba watu hawa itakuwa kazi yao ni kupambana na farasi wa wale maadui wakati wakia, swafu ya kwanza, na swafu ya pili na mpaka swafu ya mwisho. Mtume akaingia katika kazi ya kupanga swafu za maswahaba. Katika Mtume yuko kwenye hali kama hiyo, kuna sahaba mmoja radhiallahu anhu amkuliwa Sawad bin Ghaziya. Huyo alikuwekwa kwenye swafu, na kwa bahati ikawa tumbo lake, wana tumbo, ikawa limetoka kwenye swafu. Mtume ana kisimbo kishishie, akampiga nacho huyu sahaba, akamwambia istawi ya Sawad, lingana sawa, jipange sawa. Ule sahaba akamwambia Mtume, aujatani ya Rasulullah, umeniumiza ya Rasulullah. Angalia, watu wako kwenye mawanda ya zita, na sahaba amwambia Mtume, umeniumiza. Na wewe Mtume, wakad ba'athaka Allahu bilhaqqi wal adli, wewe umetumilizwa kwa haki na uadilifu, mbona unataka kunifanyia mimi khiana, kunipiga bure bila sababu? Sasa wataka nini? Akamwambia, nitaka kukulipiza kiswasi. Fa aqidni ya Rasulullah, umenipiga nikulipize, nikupige. Sio kwamba umenipiga basi, na mimi nikulipize. Umenipiga kisimbo, nikupige kisimbo. Na wewe si umetumilizwa kwa haki na uadilifu? Ona ndio uadilifu. Mtume akakubali, akamwambia, tukua kisimbo nipige. Ule sahaba akamwambia, lakini uliponipiga ilikuwa tumbo langu liko wazi, halina nguo. Sasa mbona unataka kuniambia mimi nikupige yule nguo? Pandisha nguo kama vile ulivyonipiga mimi tumbo wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandisha nguo. Alipopandisha nguo, huyu sahaba alitukua, akaenda akalibusu tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalipiga makamama. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, akalipiga makamama. Mtume mwenyewe akastajabu, akamwambia, ma hamalaka, mbona limekupekea jambo hilo kulifanya kipindi hiki, kipindi ambacho kwamba watu wako kwenye zita, wewe wanaambia mambo kama hayo? Akamwambia, naam, ilikuwa mambo ni kama namna hii uyaonao, tuko kwenye mawanda ya zita. Mwanadamu kurudi kwao ni bahati nasibu. Tuko kwenye mawanda ya zita, mtu kutumai tarudi Madina baada ya zita ni mambo ya Mungu. Sasa mimi nilikuwa nataka mwisho wa maisha yangu idarane ngozi yako na ngozi yangu ya Rasulullah. Malengo makubwa, sitaki kisasi, sitaki kukupiga, na yua heshima yako ya Rasulullah, na yua wewe si mimi wala si sisi, lakini nataka baraka idarane ngozi yangu na yako, na hii iwe ndio mwisho wa maisha yangu. Nikiondoka duniani, ngawa nitafurahi kwamba ngozi yangu ilidarana na ngozi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea sahaba kama huyu dua njema, na akamtakia mazuri katika maisha yake ya dunia na katika maisha yake ya akhera. Hawa ndio masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain, walofahamu shakhsia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mwingine, Mtume alikuwa kwenye mawanda hayo ya zita, na Mtume akanena, qumu ila jannati ardhuha as-samawati wal ardh,
Jamanini, maswahaba wangu, simamani mwende kwenye pepo ambayo pepo ukubwa wake ni ukubwa wa mbingu na ardhi. Hapo kuna sahaba mkulu wa Umair ibn al-Hammam al-Ansari akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jannatu ardhuha samawati wal ardh, hiyo pepo ukubwa wake ni kama ukubwa wa mbingu na ardhi? Mtume akamwambia naam. Ule sahaba akanena bakhin bakhin. Mtume akamwambia mbona umenena bakhin bakhin? Ule sahaba akamwambia nimenena namna hiyo, sikunena hiyo illa rajaan akuna min ahliha, nimenena kwa matumaini nami niwe ni katika waja wenye kuingia pepo kama hiyo, ambao kwamba ukubwa wake ni mbingu na ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa innaka min ahliha, sallu ala nabii, wewe ni katika hao watu wenye kuingia peponi. Angalia, watu wabashiriwa pepo na Mtume live, mato na uso. Wewe ikiwa matumaini ya kunena bakhin bakhi ni kwamba nayo ukawe ni katika waja wa peponi, fa innaka min ahliha, basi huna shaka wewe mwa peponi. Ule sahaba alikuwa kila tendre, akala tendre, ametoa kwenye mfuko wake ala tendre, mida akaona mbona mimi mchelewa, ikiwa mimi nitakula tendre mpaka mmalize, hapana, haiwezekani, itakuwa nimechelewa sana. Akatupa tendre yake, akaingia kwenye mawandazita, marhaba, akashika upanga akaanza kupigana. Hawa ndio watu ambao kwamba waliiona pepo kwa mato yao, kwa akili zao, kabla kuona kwa mato yao. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi ni katika watu kama hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amejengewa arish kama kikhaima namna hini, khaima lake kwenye mlima, na yule pale mlima Mtume aona ule uwanda wa Badri. Hapo akaya sena Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu atuambia, Mtume akaangalia jeshi la mushrikina akawaona ni watu 1000, akaangalia jeshi lake akalipata ni watu 313. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazunguka, akaekelea qibla, akainua mikono yake mitukufu, akamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allahumma anjiz li ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, ewe Mola nipitishia yale ulioniahidi kwamba utanifanyia. Ewe Mola nipa yale ulioniahidi kwamba utanipa. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'badu fil ardhi, ewe Mola ikiwa utanimalizia hawa maswahaba wangu wawe ni wenye kushindwa, wawe ni wenye kuuawa wengi wao, basi hakuna tena mwenye kukuabudu katika ardhi kama hii. Ikiwa maswahaba itabidi wapigwe washindwe, ewe Mola, basi itakuwa hakuna tena mwenye kukuabudu. Hawa ndio wanaokuabudu, uhai wao ndio kuendelea ibada yako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa aomba dua kali kali, tena huku ameinua mikono na ameelekea kibla, mpaka kishali kikawa cha mwanguka champotea, kwa sababu ya Mtume kutadhara mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mpaka kishali kikianguka, Sayyidina Abubakar atakuwa kishali amweka, mpaka Sayyidina Abubakar akamsikitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Nabii Allah, kafaka munashadatuka rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Mtume, yatosha maombi yako kwa Mola wako, na Mola wako atajibu maombi yako na maagizo yake atayapitisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo akatoka kwenye lile banda lake Arish amezoekewa, na huku asoma aya Mwenyezi Mungu, sayuhzamul jamu wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jamu, utashindwa huu mkusanyiko wa Makureshi na maadui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yuwalluna ad-dubur, na watakuwa ni wenye kukimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka kwenye uwanda wa vita, na aliposhuka sasa ikawa ni kupambana majeshi mawili ya Kiislamu na majeshi ya makafiri. Na zamani kabla ya watu kuingia kutangamana kupigana, huwa kuna mubaraza. Mubaraza ni kutoka mtu wa huku na huku, mmoja baada ya mmoja, au wawili au watatu, wakapambana kwanza, kisha ndio ikaenea zita kwa watu wote. Sasa ikabidi watoke kwa upande wa mushrikina, akatoka Utba bin Rabia na ndugu yake Shayba ibn Rabia,
na mtu wa tatu kwa upande wa mushrikina alikuwa ni Walid bin Utba, kijana chake. Na kwa upande wa Waislamu akatoka Auf bin al-Harith na Muadh ibn al-Harith na Abdullah bin Rawaha, watatu kwa watatu. Kwa upande wa mushrikina wametoka watu watatu, na kwa upande wa Waislamu wakatoka watu watatu. Mushrikina wakawauliza hawa watatu Waislamu, man antum, nyinyi ni watu gani? Masahaba wakawajibu wakamwambia, rahtu min al-ansari, sisi ni watu wa Madina. Mushrikina wakanena, mala na bikum min haja, sisi hatuwataki nyinyi watu wa Madina, hatuna haja na nyinyi. Innama nuridu qaumana, sisi tunataka watu wetu wa Maka. Nyinyi mmezotoka yote watu watatu, kwamba na sisi watatu ni watu wa Madina. Sisi tutatoka wale waliotoka ndani mwa mwili wetu wakaenda Madina, watu wa Maka, muhajirina. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutolee akfaana min qaumina, watu ambao kwamba ni kama sisi watu wa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam uko hapo. Mtume akamwambia maswahaba, akamwambia, kum ya Aba Ubaida ibn al-Harith, kum ya Hamza, kum ya Ali. Wakatoka watu watatu, ambao hawa watu wawili ni mami zake Mtume tu wawili. Wakapambana. Hamza akapambana na Sheiba, na Hamza akaweza kumuua Sheiba. Na Sayyidina Ali bin Abi Talib akapambana na Walidi, na katika kurushiana panga Sayyidina Ali akamuua huyu mushriki ambaye kwamba ni Walidi. Ama ule Abu Ubaida na Utba, Abu Ubaida ni katika upande wa Waislamu na Utba ni katika upande wa makafiri. Hawa walitofautiana zile panga zao, yani kila mmoja alimpiga mwendani wake akamjeruhi. Wale Waislamu wawili waliweza kuwaua wale makafiri wawili, lakini huyu watatu Ubaida pamoja na Utba walirushiana panga, na kwa bahati Ubaida akatukua upanga akampiga nao Utba kwenye maondo yake, na akawa ni mwenye kuanguka. Alipoanguka, Hamza na Sayyidina Ali bin Abi Talib wakaweza kumfuatia huyu bwana, na wakampiga vibaya sana, ikabidi atukuliwe na watu wake apandishwe juu, ilhali ya kwamba ni majeruhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miujiza aliyokuwa na Mola subhanahu wa ta'ala akatukua mtanga kwa kitanga chake kitukufu cha mkono na akawarushia makafiri. Alipowarushia ule mtanga, ilikuwa ni mtanga wa miujiza, kwa sababu kikawaida mtu hawezi kurusha mtanga na ukaweza kumuathiri ule aliorushiwa, kwa sababu mtanga ni kitu kipesi, si kama majiwe. Lakini kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu, ule mtanga uliorushwa na Mtume ulikwenda ukawangia kwenye pua na mato ya wale makafiri, ikawa sasa wako ndani mwa zita, hawawezi tena kupigana. Kila mmoja amekuwa kama alotiwa tear gas,
kama alopigwa tear gas, mato humuuma, puani mitanga tele, haelewi afanye nini, apigane namna gani. Yote hii ikawa ni nguvu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitoa kuwapa Waislamu. Ndio maneno kama kiswa kama hichi kilimeelezwa ndani mwa Qur'ani, wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Wewe hukuatilia Bwana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam idh ramaita, wakati uliporusha ule mtanga, walakinna Allaha rama, lakini nguvu zote zilisababishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuathiri, mwanadamu kitendo chake ni sababu. Hapa ukapijanwa, ikawa sasa ni panga tu zaruka kwenye uwanda. Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu akawa huko kwenye mawanda ya zita, mida akapambana na vijana wawili. Vijana wakamuuliza Abdurrahman bin Auf, hal taarifu Aba Jahli, wamuyua Abu Jahli wewe? Abdurrahman bin Auf akamwambia naam, namuyua Abu Jahli. Akamwambia basi sisi tumesikia kwa kuwa amtukana sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tukimpata tutamuua Abu Jahli, atumwaki. Ikiwa yeye ulimi wake umesubutu kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi tutampiga na tutamuua. Hapo hapo katika mawanda ya zita namna hiyo, Abdurrahman bin Auf akamuona Abu Jahli na akawailisha wale vijana. Ni wale vijana haraka upesi wakenda mpaka kwa Abu Jahli, wakamshambulia, wakampiga, wakamwata Abu Jahli uko tiati, mianguka kabisa, uko flat, lakini hayafa. Wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na furaha, wakamwambia Mtume, sisi tumemuua adui wa Mwenyezi Mungu. Mtume akamwambia, hela nionyeshani na mimi panga zenu. Vijana wakatoa panga wakamuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaziona panga zina damu, akamwambia basi nyote nyinyi mmefanya nini? Mmemuua Abu Jahli. Angalia vijana wanavyomtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vijana mabarobaro wamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ukosefu wa adabu wa adui ya Mwenyezi Mungu ya kutukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupingwa dini yake. Hii ni mifano ambayo kwamba yatupa katika sera kama hini. Mabarobaro tumpendeni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mabarobaro tumteteeni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyu ni wetu, si wa maswahaba tu. Hata sisi Mtume atuhusu. Ukiona Mtume atukana usikubali, mtetee Mtume kadri ya uweza wako. Kama sisi pia mashekhe na walimu tuna haki ya kumtetea Mtume. Mtume akielezwa vibaya lazima tusahihishe. Mtume akitukanwa lazima tumtetee. Mtume akielezwa sera ambayo kwamba ni kimajongo lazima utueleze usawa wa sera yake. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi ana majukumu ya kuitetea dini kama hii na kumtetea Mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila chetu. Qur'ani ukisikia shambuliwa, tetea Qur'ani. Msikiti wataka kuvundwa na makafiri, tetea msikiti. Kila cha Mungu na Mwenyezi Mungu ndio atatupenda ikiwa sisi tumesimama kutetea zilokuwa zake, na ni zetu si zake, kwa sababu ni zetu za Kiislamu. Hapa ikawa Abu Jahli uko kwenye ardhi lakini hayafa, uko kwenye hali ya ghamaq. Akaya Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi ni sahaba wa Mtume radhiallahu anhu. Na Abdullah ibn Mas'udi alikuwa ni mtu mwembamba, hana mwili mwingi mkubwa, na alikuwa ni mtu mfupi maumbile yake. Na Abu Jahali siku moja alimpiga kofi ndani mwa mji wa Maka. Wakati Abdullah ibn Mas'udi ameslimu, Abu Jahali uko Maka alitukua kofi akampiga nalo. Kwa hivyo ile kofi lilikuwa kwenye bongo la nani? La Abdullah ibn Mas'udi. Maka alikuwa ni madhaifu Waislamu kama watu wao. Ikawa sasa kuregesha mkono kumregesha Abu Jahali yatakuwa makubwa zaidi, akavumilia. Lakini malipo duniani akhera huenda hisabu. Abdullah bin Mas'udi akampata Abu Jahali ulele kwenye ardhi, hayafa. Abu Jahali kamuona huyu ni Abdullah bin Mas'udi. Abdullah bin Mas'udi akapanda kwenye kifua cha Abu Jahali, yula kifua chake, na akawa aiteusha namna hii. Abdullah bin Mas'udi kuyafanya yale
Abu Jahli akamwambia, laqad irtaqaita murtakan sa'ba ya ruwaya al-ghanam. Angalia kibri cha Abu Jahli, kibri cha Abu Jahli. Mtu uko makhtuti na huku atoa maneno maovu ya kutukana watu na kutukana Waislamu. Akamwambia, wewe umepanda mahala pakubwa sana, mtu kama wewe si wa kunipanda mimi kifuani, lakini fanyeje? Laqad irtaqaita murtakan sa'ba, umepanda mahala pazito, wewe ni mtu wa kupanda, wewe ni mtu wa kunipanda kifua changu. Ya ruwaya al-ghanam, kitunga mbuzi. Angalia ile lugha anayotumia, hata hamwambii mtunga mbuzi, atumia ismu tasghiri, ya ruwaya al-ghanam, kitunga mbuzi, madharau yani. Kisha Abu Jahli akamuuliza Abdullah ibn Mas'ud, min aina kana yatina dharbu wala nara shakhsa, mbona sisi tulipokuwa kwenye mawanda ya zita tukiona twapigwa twachapa na hatumuoni ni mtu gani ambaye kwamba atupija na kutuchapa, si wakati tuko kwenye mawanda ya zita? Na hilo lilikuwa kweli. Mwenyezi Mungu aliwashusha malaika kama sura tumezoeleza. Jibrili alikuja kwa mtumi na ametukua farasi, mtumi akamuona na akatoa bishara, akamwambia, mbona tulikuwa tukiona watu wakitupija na si nyinyi mija mtu? Yani maswahaba wengine watuelezea kwamba mtu ametukua panga kwenda kupambana na ule kafiri na kumpija, hayasikili amida humuona ule kafiri ameangushwa yake na haumuoni mtu ambaye kwamba waliomwangusha ni nani. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamwambia Abu Jahli, hao ni malaika, hao waliokuya min qibali almalaika, ni msaada wa malaika waliokuwa kwetu sisi. Abu Jahli akamwambia, basi hum ghalabuna wala antum, nyi basi mkutushinda kizita, wamezitoshinda ni hao malaika. Ikiwa mkizita, ikiwa kulikuwa na malaika, hamu kutushinda, wamezotushinda ni hao malaika ambao kwamba hatuwaoni. Lakini nyinyi mmeipandia tu, yani umedawalia, mna ushindi ni wenu. Abdullah bin Mas'ud akammaliza Abu Jahli, akamshika ndevu zake, na alipotaka kumkata Abu Jahli akatoa upanga wake mwenyewe. Abu Jahli akamwambia Abdullah bin Mas'ud, au situmie upanga wako. Baadhi ya riwaya zaeleza namna hiyo, kwa huu upanga wangu, nimaliza kwa upanga wangu, na nenda kamwambia Muhammad kwamba mimi mpaka sasa mimi ni adui yake. Mtu uko kwenye sakaratul mauti, hufa, amwambia tukua upanga wangu mwenyewe ndio nimaliza nao, na nipekea salamu kwa Muhammad, mwambie kwamba ukwambia Abu Jahli mpaka yeo wewe ni adui yake. Hii ndio kibri waliokuwa nacho Makureshi na makafiri. Huyu Abu Jahli ni mtu muovu sana. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, likulli ummatin firaun wa firaunu hadhihi al-umma Abu Jahli, kila umma huwa kuna muovu mwenye zitendo kama za Firauni, na Firauni wa umma kama hunu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Jahli. Sura ya ubaya aliofanya mwingi sana, hususan katika zama za Maka, wakati wakiwa Mtume na maswahaba wako ndani ya mji wa Maka, na kila mwenye kusikia Muslimu akiadhibishwa, mmoja katika watu waliomuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Jahli. Miongoni mwa watu waliopatikana katika zita za Badri ni Umayya bin Khalaf. Umayya bin Khalaf ni yule ambaye kwamba alikuwa kimwadhibu sana Sayyidina Bilali radhiallahu anhu. Kiswa maarufu, Bilali akitukuliwa mtana, akivuliwa nguo, akiwekwa kwenye yua mpaka ioni ndio akiondolewa. Utafikiri ni mtama umeanikwa upate yua kisa uondoshwe. Mwanadamu fikirisha, tena yua la Maka si yua la Amu wala Kosti wala Northeastern. Yua la Maka ni yua la Ariki, usikilia mpaka kiwango cha 45 mpaka 50 mara nyingine. Yua la Arabuni kwa jumla ni yua kali sana. Akitukuliwa na ardhi ni ardhi ya majabali, si ardhi za mitanga, akiwekwa na jiwe zito kwenye kifua, akiambiwa mkanushe Muhammad,
lakini Sayyidina Bilali ilikuwa hawezi kulinena kama jambo kama hilo. Akinena ahadun ahadun, Mungu ni mmoja peke yake, tamwahidisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Labda nife kwenye adhabu nimalizike, lakini kukufuru, kunena maneno yasokuwa, mimi siwezi kunena. Na alikuwa akifanya kazi kama hiyo ni Umayya, mpaka Mungu akamtoa Sayyidina Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, akaenda akamnunua. Watu wakanena, Sayyidina Abubakar ametoa pesa kununua huyu kwa sababu alipoa wema aliofanyiwa na Umayya. Qur'ani ikashuka, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ikamsifu kitendo cha Sayyidina Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Hana wema utendao kwa Bilali, isipokuwa amemuona ni Muislamu mwenzake ana makero, ana shida na matatizo yeo aona afadhali amkomboe yule adhabu ambazo kwamba wazipata Waislamu. Bwana kama huyu alionana na mtu wake Bilali katika zita za Badri. Bilali kumuona akapiga okee, la najautu in naja Umayya, mimi sina maisha ikiwa Umayya atapona, atakuwa hai. Sasa mawili, ima nifwe mimi leo ama afe Umayya, la najoto innaja. Sayyidina Bilali akaenda akamrukia Umayya, na Umayya alikuwa ni mtu mwenye mwili mkubwa mzito wa kiwiliwili, fahali wa nguvu, lakini mambo hubadilika. Ukiwa na nguvu leo, muheshimu dhaifu. Yaweza siku ya yule dhaifu akawa na nguvu, na wewe mwenye nguvu ukawa ndiye dhaifu. Ule ambao kwamba alikuwa ameadhibiwa kisa ambacho kwamba tumekidara, akapambana na Sayyidina Bilali, na Bilali akamwambia piga maondro Umayya, piga maondro Umayya. Umayya akawasama wataa, akapiga maondro. Angalia, Mwenyezi Mungu akitaka kumtetea mja wake hana haraka wala hana upesi. Mungu ni kun fayakun. Saa hiyo kina Bilali walikuwa wakiadhibiwa na Mwenyezi Mungu angeteremsha adhabu yake, lakini Mungu hana haraka katika kulipa kwake. Paka mtume akagura mwaka wa pili wa ghazwat Badri, aambiwa Umayya piga maondro, fa abraka. Umayya akapiga maondro kumsikiza Sayyidina Bilali radhiyallahu anhu. Hapo Sayyidina Bilali naye hakuzubaa, akawa ni mwenye kumaliza Umayya. Hakika zita kama hizi ni zikali na zita ni zirefu sana, lakini tumefupisha kwa namna tuliofupisha, isipokuwa ni kuelewa kwamba hasara ya Makureshi ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu waliuawa Makureshi 70, wote waliuawa, wakatekwa mateka 70, nusu kwa nusu, nusu wakauawa, nusu ikawa ni watumwa. Hakika ilikuwa ni pigo katika mji wa Maka. Ilikuwa ni msiba wa mui, si msiba wa nyumba moja, ni msiba wa mui wa Maka. Kina Abu Jahali ni wale waliotoka Kogogi kwamba la haturudi mpaka Muhammad atutambue, twende mpaka Badri, tutinde ngamia, tuketi siku 3, tule chakula, tune tembo, mpaka Waarabu watishike, watuone kwamba sisi ndio mabingwa. Yeo ikawa ni wenye kufanywa kiswa kama hicho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama upande wa Waislamu waliouawa ilikuwa ni watu 14. Watu 14 maswahaba ndio waliouawa mashahidi. Kwa watu wangapi? 70 waliouawa kwa upande wa Makureishi. Na kwa upande wa Waislamu hakuna alotekwa hata mtu mmoja. Hakuna alotukuliwa ikawa niteka kwa upande wa makafiri. Zita za Badri zimetajwa ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotwambia wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli shay'in qadir. Wama anzalna ala abdina, na wale tuliowateremsha kwa mja wetu naye ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yawmal furqani, siku ya kupambanuliwa baina ya haki na batil. Kitu gani alichoteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni malaika wale ambao kwamba tumewaeleza. Yawmal taqal jam'ani, siku ilipopambana majeshi mawili ya Kiislamu na majeshi ya makafiri. Wallahu ala kulli shay'in qadir, hakika Mwenyezi Mungu ni muweza yula kila kitu.
Hapa kwa ufupi sana ndio itakuwa tumemaliza kiswa cha Badri na mambo yalivyokuwa ni namna hiyo, na tumefupiliza upeo wa kufupiliza, na kuna mengi ambayo kwamba yafuata baada ya hapo, kwa sababu ni lazima tuyue hatima ya wale mateka 70 walifanywa nini na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawakurudi tena Maka. Maka wamekwenda na misiba miwili, watu wao wametekwa, hawakurudi majumbani mwao, na wale kufa wamewawata pale pale. Makureishi walikimbia, hata wale watu 70 waliokufa hawakuwazika, waliwawata kwenye ardhi, hao wakashikandia wakaenda zao. Watu wao hawakubeba maiti zao, na ikiwa pengine kubeba ni tabu, lakini wangefanya namna wakawastiri pale pale. Pia waliwatupa majumbi wakashikandia wakaenda zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akafukua shimo kwa ajili ya kuwazika. Angalia ubinadamu wa Bwana Mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao, lakini hayo yote inshallah taala tutaelezana kesho. Ubinadamu wa Mtume kuhusu hawa waliokufa ambao kwamba ni mushrikina, na wale mateka ambao kwamba wametekwa 70 watawekwa wapi, wakafanywa nini, na mengine yaliyotokea katika zita za Badri. Tutahitimisha katika kueleza ibra, mazingatio na faida ambayo kwamba tupata na darasa ambayo kwamba tumesoma katika hizi zita za Badri. Wafaqana Allahu lima yuhibbuhu wa yarda wa yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna swala lolote la kuhusu zita hizi tulizozieleza, darasa tulosoma hizi, inshallah mtu aweza kuuliza, na ikiwa hakuna inshallah itakuwa ni wenye kutia Fatiha na dua. Sheikh Ali, tia Fatiha. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا